Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii nyingine ambayo Bwana ametupa rehema na neema tukaja kushiriki maombi ya siku ya pili ya wiki hili la mwisho. Amen. Jitie nguvu katika Bwana kwa sababu taabu yenu si bure katika Bwana. Bwana anaweka kumbukumbu ya kila taabu tunayopitia, kwa sababu katika ufalme wa Mungu taabu au dhiki inafuata kuinuliwa au tukufu. Haleluya. Namshukuru Mungu, leo tuna muda mzuri zaidi kuliko jana. Kwa hiyo tunasogea leo, tutaongea tena, tutaendelea kuongea juu ya ile somo tulilolianza jana. Ni somo jipya katika madhabahu ya mlima wa utukufu wa Kristo. Sikumbuki Mungu kunitumia kulifundisha hili. Kwa hiyo ninaamini kwa sababu ni majira yake. Ebu tuombe. Mungu wa rehema zote, Baba wa milele, katika Yesu Kristo Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu tena uliotukirimia kwa neema, kwamba tuendelee na ujumbe huu unaohusiana na wito wa kuvunja madhabahu za giza na kuzijenga madhabahu za nuru. Tunakushukuru kwa sababu imekupendeza kipindi kama hiki tujifunze somo la namna hii, kwa sababu ya makusudi ulionayo kwa ajili ya kanisa lako mahali hapa na hata zaidi ya mahali hapa. Tunapoendelea na somo hili, Roho Mtakatifu, wewe ndio utufundishaye kwa ufunuo, na ambao ukalifundisha kanisa lako kwa ufunuo, kwa sababu ndivyo unavyotufundisha, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Haleluya kanisa. Jana niliwatia moyo, unaweza kuja na daftari au karatasi ya kuweka kumbukumbu ya mistari ukaenda kuendelea kuyatafakari, itapendeza. Lakini tulianza hilo somo jana la wito wa kuvunja madhabahu za giza na kujenga madhabahu ya nuru. Sitarudi huko, lakini kwa ufupi tulisema madhabahu ni nini. Popote pale ukisikia madhabahu inakuwa na maana gani? Madhabahu, nitarudia kwa sababu ni muhimu. Madhabahu ni lango au daraja ambalo linaruhusu ulimwengu wa roho kuingia kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili, lakini pia inaruhusu walioko katika ulimwengu wa mwili waweze kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kwa hiyo pasipo madhabahu ulimwengu wa roho hauwezi kuwasiliana na ulimwengu wa mwili, na pasipo madhabahu ulimwengu wa mwili hauwezi kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Ni kanuni Mungu aliweka, kwa sababu yeyote katika ulimwengu wa roho ambako kule zinakaa roho yeyote katika ulimwengu wa roho ikitaka ije ifanye kazi kwa uhuru hapa duniani, lazima ivae mwili. Sasa kama haina mwili na inataka ifanye kazi huku, lazima kuwe na mawasiliano na wale wenye mwili huku. Alafu hayo mawasiliano wakikubaliana kwa taratibu na maagano watakayowekeana kwenye madhabahu, yule mtu mwenye mwili atumike sasa kufanya hayo majukumu, lakini nguvu na ufunuo na hekima vinatoka kwenye roho ile ya kwenye ulimwengu wa roho. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema madhabahu huwa inaanzishwa kwa njia mbalimbali, lakini ili madhabahu yaanzishwe lazima kutakuwa na sadaka au dhabihu, lazima kutakuwa na ushirika wa maombi utakaofanyika, lazima kutakuwa na makubaliano au agano katika hiyo madhabahu. Ni ujumla, inaweza tofautiana kutegemeana na madhabahu. Na jana nikaanza kutoa mfano
tuone madhabahu inavyojengwa na inavyoweza, na lango lake likifunguka linavyoweza kukaa muda mrefu. Tukaona mfano wa madhabahu ya Betheli, jinsi ambavyo alifungua lango lake. Alikuwa nani? Kama tuko pamoja, alikuwa nani aliyefungua lango la madhabahu ya Betheli? Abraham alifungua madhabahu ya Betheli Mungu alipomuita, na baada ya kufungua ile madhabahu kwa kujenga madhabahu na kumtolea Mungu dhabihu na kuliitia jina la Bwana, madhabahu ikafunguka. Lile lango lilibaki wazi na likatumiwa kuendelea kuwasiliana na Mungu na vizazi. Tukamwona Yakobo pale akija, Ibrahimu akawa anarudi pale pia. Tukaona Isaka naye Yakobo naye akipita pale mara kadhaa. Lakini tukaja kuiona hiyo madhabahu ikaja kutumika na taifa la Israeli iliyogawanyika, lakini ikiwa imeanza kuharibiwa kwa sababu walikuwa wametengwa na madhabahu ya Yerusalemu, wakaruhusu miungu ikaanza kuingia pale, na tukaona hukumu ya Mungu iliyopita pale. Lakini kwa ufupi tuliona tu jinsi ambavyo ile madhabahu iliweza kufanya kazi hata baada ya miaka 800, hata miaka 800 toka ambapo ilianzishwa, na ni miaka 800 baada ya madhabahu ya Betheli kuanzishwa. Haleluya. Sasa leo ninaenda kwenye mfano wa pili, madhabahu ya pili ya muhimu sana, alafu tutaona tutafika wapi. Naamini leo tutapiga hatua zaidi kwa sababu ya muda uko mzuri. Leo tunaenda kuona madhabahu ya mlima Moria. Madhabahu ya mlima Moria. Hebu sema madhabahu ya mlima Moria. Sasa hii madhabahu ina mambo makubwa kuliko ile tuliyojifunza jana, na tutashangaa kweli. Hebu tuangalie ilivyoanza kujengwa. Fungua Biblia yako Mwanzo mlango wa 22. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 22. Tumefika Sasa nitasoma kwa kurukaruka hapa ili tusitumie muda mrefu. Mstari wa kwanza anasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Abraham, akamwambia, Abraham, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya wapi? Ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Kwa hiyo hii madhabahu ni Mungu anaianzisha, lakini anaianzisha kwa patano na mwanadamu. Mwanadamu ndiye anayetakiwa achukue hatua ya kufungua hiyo madhabahu, lakini Mungu anashirikiana na yule mwanadamu ili ifunguliwe, kwa sababu Mungu anaelekeza mpaka mahali anapotaka ikaanzishwe. Mungu anaelekeza mpaka mahali anakotaka ikaanzishwe, sio mahali popote. Ni mpaka nchi ya Moria, na katika nchi ya Moria ni mlima fulani mmoja wapo ambao Mungu anaujua na atamuelekeza. Mbele ya safari tutakuja kuona ni kwa nini Mungu alielekeza kwenye huo mlima. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sadaka ya kufungua hii madhabahu ni sadaka kubwa kuliko sadaka zote ambazo zilifungua madhabahu za huko nyuma. Kwa sababu madhabahu za huko nyuma zilikuwa zinafunguliwa na sadaka ya kondoo, sadaka ya ng'ombe ilikuwa inachinjwa kwenye ile madhabahu, na ile sadaka ikatosha kufungua ile madhabahu na lango la mbinguni likafunguka. Lakini angalia, Mungu anataka lifunguliwe lango ambalo sadaka yake ni ya thamani, sio tu ya mwanadamu, ni ya mwanadamu mwenye thamani. Haleluya. Niambie,
Pamoja na kwamba watoto kweli wana thamani ndani ya mzazi, hilo wala tusipingane nalo. Lakini hebu niambie, mzazi ambaye ana miaka zaidi ya 100 na mke wake ana miaka zaidi ya 100 na wana watoto 10. Na nielewa wana watoto ngapi? Alafu na mzazi mwingine ana miaka zaidi ya 100 na mke wake ana miaka zaidi ya 100, alafu ana mtoto huyu mmoja. Niambie, katika hao wazazi kila mmoja akiambiwa akamtoe mtoto mmoja sadaka ya kuteketezwa, niambie ni mzazi yupi ambaye hiyo sadaka itakuwa na uzito kuliko mwingine? Kwa sababu yule mwenye watoto 10 atasema kweli mtoto ananiuma kumtoa sadaka. Atalia, atafanya nini, lakini atasema namshukuru Mungu yamkini amebaki hawa 9. Sasa niambie yule mwenye mtoto mmoja na miaka imeshazidi 100, anajua amemtoa, ndio ametoa nini? Maisha yake. Haleluya. Nimekazia hapo ili tuone uthamani wa hii sadaka ambayo Mungu anamuelekeza akaitoe. Kimsingi alichokuwa natoa Abrahamu pale kwenye madhabahu ilikuwa sio Isaka. Kiroho ilikuwa ni Abrahamu anatoa nafsi yake. Abrahamu alikuwa anatoa nafsi yake juu ya madhabahu iteketezwe. Kwa nini? Isaka alikuwa ni kila kitu katika maisha yake. Na ndio sababu ya Mungu kusisitiza maneno haya. Angalia maneno Mungu aliyoyasisitiza. Alisema umchukue mwana wako wa, shika hilo neno pekee, maana yake hamna mwingine. Alafu la pili nini? Umpendaye. Sio tu hivi ni mtoto, ni mtoto, unampenda. Kwa hiyo kama alimpenda, moyo wake ulikuwa kwa nani? Kwa Isaka. Kwa hiyo hizo sifa mbili zilionyesha kwamba Ibrahim ni kama anaenda kutoa nafsi yake pale. Lakini hebu tuendelee na ruka hapo, kwa sababu kama nilivyosema nitakuwa naruka kwa ajili ya muda. Mstari ule wa 9, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Abrahamu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanaye, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Abrahamu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanaye. Haleluya. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Abraham, 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 Abraham. Huko kwenu unasoma Ibrahim najua. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha nani? Mungu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. Abrahamu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake. Haleluya. Kwa hiyo pale Mungu akatoa sadaka, kwa sababu madhabahu imeshajengwa, imeshawekwa kuni, imeshaandaliwa na moto washwe, isingeweza ikabaki isifunguliwe. Kwa hiyo Mungu anapotoa ile kondoo ni badala ya Isaka. Haleluya. Mungu anatoa kondoo achinjwe juu ya madhabahu badala ya nani? Tuende pamoja kanisa. Badala ya nani? Kwa yule mwana kondoo amekuwa mkombozi wa nani? Kwa kondoo aliyemtoa nani? Kwa Mungu akimleta mwana kondoo wake akachinjwa juu ya madhabahu, maana yake waliookolewa nani? Ni sisi. Haleluya. Kwa hiyo hicho ni kivuli cha mwana kondoo wa Mungu ambaye Mungu atafanya nini? Atamtoa kwenye madhabahu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Tunaendelea. Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Abrahamu akapaita mahali pale Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukuzuilia mwanao
mwanao wa pekee. Mungu anasisitiza hilo. Katika kubariki, hakika nitafanya nini? Katika kubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulio upwani, na uzao wako utamiliki nini? Uzao wako utamiliki nini? Lango la adui zao. Limefunguka lango pale. Mungu alipoanza kuongea, manake lango lilifunguka. Lango lilipofunguka, akaanza kutoa ahadi za ile madhabahu. Akaanza kutoa ahadi za ile madhabahu ya Moria, kwamba hakika atambariki. Alikuwa ameshaanza kusema kumbariki huko nyuma, lakini ile madhabahu ni madhabahu iliyokuwa kubwa kuliko ambazo alishazijenga huko nyuma. Akasema kubariki nitakubariki, ni Mungu anayerudia hivyo. Akasema kukuongeza nitakuongeza sana, lakini akamwambia lango hili limefunguka, kwa hiyo wanao watamiliki malango ya maadui. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Akaendelea, basi Abrahamu akawarudia vijana wake. Sasa hapa limefunguka lango la Moria, imefunguka madhabahu ya Moria. Sasa tutaona mambo kadhaa ya madhabahu ya Moria. La kwanza, miaka vitu vingine sitasoma, lakini sitarudi kwenye Biblia, lakini nakueleza miaka 1000 baada hii madhabahu kujengwa. Ilijengwa na nani? Na Abraham. Sawa Sawa kanisa. Abraham akapata uzao, akazaa watoto 12, wakawa taifa la makabila 12, likaenda utumwani wapi? Misri. Wakakaa Misri miaka 430. Wakatoka huko, wakakaa jangwani miaka 40. Wakatoka huko, Yoshua akawaingiza nchi ya ahadi. Kule nchi ya ahadi wakakaa chini ya waamuzi kwa muda, baadaye wakaomba wapewe mfalme, baadaye wakapewa mfalme Sauli. Baadaye mfalme Sauli naye akamkosea Mungu, baadaye akaondolewa, akaingia mfalme Daudi. Haleluya. Nimeenda haraka haraka hapo. Kwa hiyo Daudi akatawala Israeli. Ikafika siku moja Daudi akamwambia amiri jeshi wake, hebu hesabu watu wa Israeli nipate kujua nina watu wangapi. Sasa yule jemadari wake wa vita akamwambia, mheshimiwa, mfalme uishi milele, na abarikiwe Mungu aliyekupa watu hawa kama mchanga bahari, lakini kwa nini bwana wangu uchukue hatua ya kwa hesabu? Kwa sababu ni kama alishuhudiwa hayo sio mapenzi ya Mungu. Lakini akasisitiza, kwa sababu alikuwa ni mfalme, ikabidi afanye nini? Aende akahesabu wale watu. Haleluya. Alipoenda kuwahesabu, baada ya kuwahesabu, hasira za Mungu zikafanya nini? Zikawaka. Akamtuma nabii anaitwa Nathan, akamwendea Daudi, akamwambia umefanya kosa kubwa mbele za Mungu. Mungu akasema, akamletea ujumbe, akamwambia Bwana anasema hivi, chagua kati ya mapigo mangapi? 3. Haleluya. Njaa miaka 7. La pili, miezi 3 akitwangwa na maadui zake katika vita. La 3, siku 3 za tauni itakayopiga Israeli. Daudi akafikiria, akasema haya yote yataniharibu na sina wa kunirehemu, lakini nikiangukia katika tauni ya Bwana mwenyewe, Bwana atanirehemu kwa sababu ndiye atakuwa ananipiga. Akasema naomba niangukie katika mkono wa nani? Wa Bwana. Tauni ikaanzishwa. Baada siku ya kwanza wakafa, siku ya pili
wameshafika watu 70,000 wanaanguka kwa tauni. Daudi akaendelea kulia mbele za Bwana. Akasema kweli mimi nimekosa, lakini hawa kondoo wamekosa nini? Siku ya 3 malaika akashuka akiwa na upanga. Akamwambia Daudi, nenda kajenge madhabahu kwenye uwanja wa Arauna, kwenye eneo la mtu alikuwa anaitwa nani? Arauna. Alafu ukijenga hiyo madhabahu pale Arauna, tauni hilo pigo litafanya nini? Litazuiliwa. Haleluya. Akaenda pale Arauna, akamuona yule Jebusite, mtu anaitwa Jebusite, sijui Kiswahili hiki. Akamwambia kwamba nimekuja hapa, nataka mahali pa kujenga madhabahu nimtolee Mungu sadaka ili tauni ifanye nini? Izuiliwe. Akamwambia chukua eneo unalotaka hapa na ng'ombe wa sadaka hawa na kuni wa sadaka hawa. Akamwambia hapana, sitamtolea Mungu sadaka isiyo na nini? Na gharama. Nitanunua kwa pesa. Kwa hiyo Daudi akapanunua ile eneo kwa pesa, akanunua ng'ombe wa sadaka, akanunua kila kitu, akajenga madhabahu, akamtolea Mungu sadaka. Tauni ikafanya nini? Ikazuiliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikuiweka hapa hiyo ya kuwasomea hapa. Nilikuta nimeiweka tu moyoni, lakini ngoja nitaitafuta tu nitawapatia. Naam? Maneni? Kwa hiyo unaweza ukasoma lote. Lakini ninachotaka niwaambie hapa, pale alikojenga Daudi, tauni ikazuiliwa. Lile eneo lilikuwa ni pale Moria alikokuwa amejenga Daudi. Abraham akamtoa nani? Mtoto wake. Miaka mingapi imepita? 1000. Hebu muadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona madhabahu ile ambayo Mungu aliifungua pale. Miaka 1000 mingine, ngoja. Sio miaka 1000. Baada ya Daudi kufariki, Daudi alitaka kumjengea Bwana hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Alipotaka kumjengea Bwana hekalu, Mungu akamwambia hautajenga hekalu kwa sababu umemwaga mno nini? Damu. Ila mtoto wako Sulemani ndiye atakayejenga nini? Hekalu. Baada ya Daudi kuondoka, Sulemani akawa nani? Mfalme. Kwa hiyo Sulemani akachukua vitu ambavyo baba yake aliviacha, fedha, dhahabu, kila kitu na utajiri mwingine aliokuwa nao, na akatafuta fedha nyingi. Alafu Sulemani akajenga nini? Hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo Sulemani alijenga hekalu ni pale ambapo Daudi alitoa sadaka ya kukomesha nini? Tauni. Na ndio pale ambapo Abrahamu alijenga madhabahu ya kumtoa nani? Isaka. Na pale pakawa panaitwa nini? Mlima Moria. Haleluya. Haleluya. Sasa ninaenda kwa haraka lakini nitawapa majina ya hilo eneo sasa. Miaka 1000 baada ya Sulemani. Miaka 1000 baada ya Sulemani. Misara yake nilikuwa nimeiandika mahali, nafikiri sikuyahamishia kwenye hizi nani nazo tumia hapa madhabahuni. Haleluya. Baada ya miaka 1000
baada ya miaka ya Suleiman kujenga lile hekalu. Miaka mingapi? Baada ya Suleiman kujenga nini? Hekalu. Pale pale pembeni ya hekalu ambapo ni mlima Moria, kwenye kilima kinachoitwa Golgotha, pakasimamishwa madhabahu ya msalaba. Akatolewa sadaka pale ya mwana kondoo achukua dhambi ya ulimwengu. Hiyo sadaka ilikuwa nani? Bwana Yesu Kristo. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kwa ufupi, nimeifupisha hii lakini ni vizuri. Kwa mfupi, mlima Moria, mjue sasa, ndio pale pale panaitwa mlima Sayuni. Haleluya. Ndio pale pale panaitwa nini? Mlima Sayuni. Ndio pale pale panaitwa mji wa nani? Wa Daudi. Na ndio pale pale panaitwa mlima wa Mungu. Ndio pale pale panaitwa mlima wa hekalu. Na pale ndio Mungu alifungua lango la mbinguni ambalo ni la milele. Ndio maana ukaona imetoka kwa Abrahamu ikaja mpaka Daudi, anaweka hapo hekalu, anaweka hapo madhabahu ya kuzuia tauni, ikaja mpaka Sulemani amejenga pale hekalu. Hekalu la Sulemani lilikuja kubomolewa kwenye vita, lakini likaja kujengwa tena na Ezra na Nehemia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na hilo ndio panaitwa sasa mlima Sayuni. Na hapo ndipo panapoitwa Golgotha, alikotolewa Yesu Kristo kwa dhabihu ya wokovu wa ulimwengu. Kwa hiyo Yesu Kristo alitolewa pale kama lango la mbinguni, kwa sababu alikuwa na lango tayari liko wazi, limeshafunguliwa, ni la Mungu. Haleluya kanisa la Mungu. Nilichotaka tuone ni nini? Mungu alilifungua lango hili kwa dhabihu ya mtoto wa kwanza na wa pekee wa nani? Wa Ibrahim. Alafu Mungu akaja akatolea hapo sadaka ya mwana wake wa pekee ambaye nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona kwa nini Mungu alimuelekeza Ibrahim kwamba nenda Moria, mlima mmoja hapo nitakuonyesha. Ni kwa sababu Mungu alitaka kuanzisha hapo lango la milele. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa pana vita kwenye hili lango. Kuna vitu vingine vinafanyika, hutajua kwa nini mpaka ujue kwa kitu kilichofanyika. Hili lango au hii madhabahu ya mlima Sayuni au mlima wa hekalu, pana vita, sio pole pole. Nikwambie pana vita gani? Pana vita hii. Hekalu lile lililokuwepo ambalo lilijengwa na Sulemani na likali linabomolewa, linajengwa tena, linabomolewa, linajengwa tena. Hivyo unajua lilibomolewa halipo tena. Limebomolewa halipo tena. Unajua pana nini pale? Pana msikiti. Pana nini? Pana msikiti. Pana madhabahu ya Baali. Tuko pamoja Hivi tunafahamu mpinga Kristo atakapokuja, mojawapo ya mambo yatakayomfanya akubalike sana ulimwenguni na akubalike sana na taifa la Israeli ni kwa sababu atawaambia, nitabomoa ule msikiti pale, mjenge hapo hekalu lile la kwenu. Hilo ndilo litakafanya Wayahudi washikwe mioyo yao, waseme huyu ambaye ana uwezo wa kuliondoa, kwa sababu usifanye mchezo kwamba kulibomoa lile hekalu pale usifikiri ni kazi ndogo, utapambana na Waislamu wote dunia nzima. Ndio kichwa chao jiko pale. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu shetani alijua ile lango la Mungu, na shetani siku zote anasuguana na Mungu. Kwa hiyo akaona ujanja ni kuja kuweka hapo madhabahu yangu. Anajisile lango kama Baali walivyoweka ile madhabahu ya Baali pale Bethel. Haleluya. Ni mambo ya pembeni nimeyachomeza, lakini ya muhimu kuyajua kama watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpinga Kristo atawaambia, mimi nitabomoa ile hekalu. Na kwa kweli kuna namna atapata kibali, kwa sababu
mpinga Kristo si roho wa shetani, na shetani si ndio ameweka msikiti wa Islam pale, ili wakamati watu ataruhusu kwamba ubomolewe ili watu wamkubali, kumbe ni shetani yule yule. Kwa hiyo likisha bomolewa, hekalu lile litajengwa tena, na hapo hapo mlima Sayuni katika ulimwengu ndiko kanisa tuliko. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Si tunasema kwamba sisi tumefika mlima ngani? Mlima Sayuni, mji wa nani? Mji wake Mungu. Kwa katika ulimwengu wa roho, Sayuni ya rohoni ndiko tuliko sisi. Sayuni ya kwa jinsi ya mwili ndiko wale wameweka msikiti ambao unakuja kubomolewa pajenge hekalu. Lakini Yesu Kristo atakaporudi hapa tukiwa pamoja naye, mguu wake ataushusha pale mlima Sayuni. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Kwa nilitaka tu tuone madhabahu ikishafunguliwa na Mungu inavyodumu. Lango lile, yani uwezi kufungua malango mengi. Yani katika ulimwengu wa roho hauwezi kufanya kila kitu kila mahali. Unafuata ni mahali ambapo pamefunguliwa lango la kuingia kuja kufanya. Na hilo lango laitwa madhabahu. Haleluya. Kwa hiyo ni kweli yanaweza ikafanyika mengi huko, lakini lazima yana madhabahu yake. Kama tutakavyokuja kuona kwa mfano, pakiwa na madhabahu ya shetani mahali, kwanza utajua eneo lile la karibu patakuwa na vitu vingi vya kishetani, kwa sababu vinategemea madhabahu ile moja iliyoko pale. Unaweza kukuta kama ni mabaa yako ni msururu wa mabaa, kama ni ni vituo vya ukahaba ukavikuta vimezingira maeneo yale, kama ni ujambazi, kama nini. Kwa sababu vyote vinategemea ile madhabahu. Nisiende huko bado, lakini nataka tuone umuhimu wa hiyo madhabahu aliyoanzisha Moria. Ndio iliyokuja kuwa madhabahu ambayo Daudi alitoa dhabihu, tauni kazuiliwa. Ndio mahali ambapo mlima Sayuni upo na hekalu la Mungu lilijengwa, na ndipo mlima ule unaitwa mlima wa hekalu, ndio ule mlima mmoja wapo ambapo Mungu alimuonyesha Abrahamu akajenga hapo madhabahu. Haleluya kanisa. Kwa hiyo nimemaliza kwa mfano huo wa madhabahu ya pili. Sasa nataka ni waonyeshe aina nyingine za madhabahu kwa ufupi. Upande wa Mungu huo kuna madhabahu mjongeo na madhabahu mpito. Kama unaandika andika hivyo, madhabahu mjongeo na madhabahu mpito. Kwa nini nimetumia neno hilo? Madhabahu mjongeo nimetumia Kiswahili wanachojaribu kutumia siku hizi. Video wanaita picha dini. Picha mjongeo eti? Si ndio video? Kwamba ni picha inayofanya nini? Inayotembea. Kwa hiyo madhabahu mjongeo manake ni madhabahu inayofanya nini? Inayotembea, haiko sehemu moja. Ile pale tumeiona Betheli ilifunguliwa pale na ikabaki pale. Pale Moria ilifunguliwa pale na ikabaki pale. Lakini madhabahu mjongeo haiko sehemu moja. Yenyewe inafanya nini? Inatembea. Haleluya. Na madhabahu mpito ni madhabahu ambayo inaweza ikawa sio mjongeo, iko kwenye eneo lakini sio ya kudumu, kama tulivyosema Betheli au kama tulivyosema Moria. Hizo za kupita. Ni Mungu anazianzisha, lakini ni Mungu anaianzisha, alafu jambo lile ikishafunguka akafanya kile anachotaka kufanya, ikafungwa, kwa sababu hapabaki pa kutoa sadaka wala kuhani kuendelea kufanya mawasiliano. Haleluya. Mtashangaa sana nitakapowapa mifano ya hizi madhabahu. Nimesema hizi zinasimamishwa na Mungu mwenyewe wakati maalum kwa kusudi maalum, na lazima ujue kwamba ili aianzishe lazima anawasiliana na mtu. Alafu mtu akikubali yale masharti ya kuianzisha, basi hiyo inakuwa ni agano, madhabahu inafunguka, Mungu anafanya anachotaka kufanya.
Na utakuja kushangaa vitu ulivyokuwa unasoma kwenye Biblia vikaonekana vya kawaida tu. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka madhabahu kwanza ili afanye ile jambo. Kumbe bila ile madhabahu kufunguka Mungu asingefanya hilo jambo. Lakini usingejua ni madhabahu Mungu alikuwa anafungua pale mpaka Roho Mtakatifu anapoleta ufunuo kama huu. Wakati Mungu ananifunulia jambo hili nilicheka na kucheka kwa sababu nilishangaa. Sasa hebu tuangalie kwa mfano. Ngoja niseme kwamba Mungu anadhihirisha nia yake kwa mtu husika, na yule mtu akikubali sharti au maelekezo, basi hilo linakuwa ni agano au patano linalofungua hiyo madhabahu, na Mungu anatekeleza kusudi lake. Haleluya, tunaelewana hapo? Kama ni Mungu anakuwa na kusudi mahali. Sasa ili afanye hilo kusudi pale, lazima madhabahu ifunguke pale ili apate pito la kuingia aje afanye ile shughuli. Lakini anajidhihirisha kwanza kwa mtu aliyeko pale, akimpa sharti la kufungua hiyo madhabahu. Yule mtu akimuelewa Mungu akafanya lile sharti, Mungu anatafsiri ile kutekeleza ile sharti kwamba ni kibali cha kwamba Mungu afanye nini? Afungue hiyo madhabahu ifunguke ili Mungu afanye ile kusudi. Haleluya. Nitatoa mifano mingi kidogo, lakini hebu tuanze mfano. Ngoja nitatoa mfano kwanza. Ngoja nieleze kusudi likikamilika, madhabahu hii inamaliza uhai wake. Ndio maana nikasema huwa sio ya kudumu. Madhabahu hizi zinawekwa kwenye eneo la kijiografia au jiwe ya mtu. Linawekwa juu ya ikiwekwa juu ya eneo la jiografia kama hapa tu, ikiwekwa hapa ndio inaitwa ya mpito, kwa sababu baada ya muda tu kusudi likisha inafanya nini? Inaondoka. Kwa hiyo imekuwa ni ya mpito. Lakini ikiwa juu ya mtu inakuwa ni mjonjeo, kwa sababu ile mtu sana anatembea. Jamani, kwani anabaki sehemu moja? Ni wangapi wameelewa mpaka sasa hivi ufafanuzi huo kabla sijatoa mifano? Nikitoa mifano ndio mtaelewa vizuri zaidi. Sasa naenda kutoa mifano. Haleluya. Hebu twende kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Angalau mifano hii nilikumbuka kuweka ile mistari, kwa hiyo mna mistari ya kutosha. Lakini hata hiyo iliyopita nitakuwatumia mistari baadaye. Kutoka tumefika. Sasa nitatoa maelezo kidogo afu ili nikisoma tuelewane kidogo. Haleluya. Mungu ana ratiba ya kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri. Na kule Misri miaka 400 imeshapita. Na Mungu kwa ratiba yake alikuwa anamwandaa Musa ili aje amtumie kama chombo cha kuokoa wana wa Israeli. Na katika muandalizi yake, maandalizi ya mwisho alikuwa ni yeye kuwa kule jangwani. Kwa akawa anachunga kondoo wa nani? Wa baba mkuu wake Yesu. Na kilichochelewesha wana wa Israeli kuokolewa ni kutokupatikana mtu wa kuomba. Lakini walivyotaitiwa wakaanza kuomba kwa kilio. Kilio kikamfikia Mungu. Kilipomfikia Mungu, Mungu akaona wakati umefanya nini? Umeshika. Ngoja sasa nimuendee yule niliyemwandaa ili niwasiliane naye, nimpe jukumu la kuingia kazini. Nifungue lango la mimi sasa kuingia kazini ya kwenye kazi ya ukombozi. Tuko mpaka hapo, tuko pamoja? Kwa Mungu yuko kwenye mkakati wa kufungua lango la kuingia kwenda kukomboa wana wa Israeli. Na hilo lango analifunguaje? Atalifungua moja wapo katika ile tulisema mjongeo na mpito. Sasa naenda kusoma sasa. Mlango wa 3 nimesema mstari wa kwanza unasema hivi: basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe.
kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka kati ya kichaka. Akatazama, na kumbe kile kichaka kiliwaka moto, nacho kichaka hakikufanya nini? Hakikuteketea. Huo ulikuwa muujiza. Musa akasema, nitageuka sasa niende nione kioja hiki, kwa nini kichaka hiki hakijateketea? Bwana alipoona, haleluya, alipoona ya kuwa Musa ameenda ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kichaka, akasema, Musa, Musa. Akaitika, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ameshajidhihirisha pale, lakini anahitaji sasa madhabahu ifunguke ili aanze kufanya kazi, awasiliane na Musa na mwelekeze kitu cha kufanya. Ameshajidhihirisha, lakini anahitaji kibali cha mwanadamu ili madhabahu ifunguke. Na kibali ni cha kuonyesha mwanadamu yeye amekubali, ni yeye kutimiza atakachoelekezwa. Haleluya. Kwa Mungu akamwambia, vua nini? Viatu vyako, kwa sababu hapa ni mahali patakatifu. Mahali patakatifu kwa maana kwamba Mungu amekuja kama Mungu mtakatifu yuko sasa pale. Kwa mwambia vua. Ukivua maana yake unaniruhusu mimi Mungu ambaye ni mtakatifu, lango lifunguke nianze kufanya kazi yangu hapa. Kwa hiyo Ibrahimu alipovua vile viatu, haleluya, alitimiza nini? Sharti la kufungua madhabahu. Lile sharti lilikuwa kama ndio agano la kufungua madhabahu ya mbinguni mahali pale. Lakini ile madhabahu inafungukia kwa Musa. Kile kichaka kika kama ni madhabahu ambayo imefungukia ya muda, lakini cha muda, kwa sababu baada ya muda ile madhabahu haiko pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baada ya Musa kutii, madhabahu ikafunguka. Tukienda sasa tunaona anaendelea mstari wa 6, anasema tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akafunika uso wake kwa maana aliogopa. Akamwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili nifanye nini? Niwaokoe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshuka ili nifanye nini? Rudieni tena, nimeshuka ili nini? Kwa hiyo anaenda kuokoa nani? Mungu. Anaenda kuokoa nani? Anahitaji kibali cha kuingia kwenye ulimwengu wa damu na nyama ili afanye nani? Kazi ya kuokoa. Hicho kibali tumeona kinatolewa kwenye nini? Kwenye lango la madhabahu. Kwa hiyo Mungu anasema nimeshuka kwa sababu na lango limeshafunguliwa alipotii kuvua vile viatu. Kama umeelewa, hebu muadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo akaendelea, kwa hiyo kazi zikaendelea. Sasa ngoja tuendelee kuona madhabahu hizi. Hebu tufungue Joshua mlango wa 5. Joshua mlango wa 5, tunataka kuona tena madhabahu mjongeo nyingine pale. Na hapa mtazidi kuelewa vizuri zaidi, kwa sababu hapa
Yoshua mlango wa 5, si ndio nimesema eh? Sasa tumefika. Kwa ufupi sana, hebu nisikilizeni. Yoshua ameambiwa wavushe wana wa Israeli waingie kurithi nchi. Ameshawavusha mto Yordani. Ameshafika pale Gilgal, ameshawatahiri. Wameshapona, wako tayari kuingia kuteka Yeriko. Sasa Yoshua anaangalia Yeriko kwa ajili ya kujiandaa kwenda kuuteka, wako kwenye maandalizi. Na Mungu anatakiwa ashuke afanye kazi na Yoshua kwenye kuteka nini? Yeriko. Tuko pamoja eh? Tuko pamoja. Kwa hiyo Mungu akishuka ili afanye kazi pamoja na Yoshua kuteka ule mwili, kuteka ile Yeriko, Mungu anahitaji kitu gani? Madhabahu. Si tumeshaanza kuelewa hii lugha jamani? Mungu ni wa kanuni. Hamna mahali ambapo atafanya nje ya utaratibu. Mungu anahitaji madhabahu itakayomfungukia, lango la mbinguni lifunguke, afu yeye alete majeshi yake, alete hazina za kimbingu kwa ajili ya kufanya ukombozi. Tuko pamoja eh? Na sasa yuko Joshua pale. Kwa hiyo Mungu anataka afungue madhabahu, alafu jeshi la mbinguni, mkono wa Mungu ufanye kazi na Joshua kuangusha Yeriko. Kwa sababu Yeriko Joshua ataweza kuiangusha kibinadamu. Tumeshaelewa hapo. Sasa twende mstari ule wa 10. Ngoja nianzie mstari wa 13. Tuelewane vizuri. Mstari wa 13 tumeona Joshua 5:13. Tumefika kanisa la Mungu. Anasema hivi: ikawa hapo Joshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia juu, akaona ghafla mtu mmoja mwanamume amesimama, amemkabili, naye alikuwa ana upanga uliofutwa mkononi mwake. Joshua akamwendea na kumwambia, je, wewe u upande wetu au upande wa adui zetu? 14. Akasema, la, lakini mimi ni kamanda wa jeshi la Bwana, nimekuja sasa. Haleluya! Unaona ameweka nukta pale, nimekuja sasa. Anasema mimi ni kamanda wa jeshi la Bwana, kwa hiyo nimekuja sasa. Amekuja sasa kufanya nini? Amemaliza, nimekuja sasa. Nimekuja sasa maana kama ni amiri jeshi wa majeshi ya Bwana na upanga tayari uko wazi. Unajua maana Biblia inaposema upanga ulikuwa wazi, umefunuliwa, maana yake yuko tayari kwa vita. Maana yake yuko tayari kwa vita. Yuko tayari kuachia upanga vita vianze. Lakini kuna jambo linasubiriwa. Anasema nimekuja sasa. Na upanga uko wazi. Anasubiri nini? Haleluya. Kumbuka ametoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anasubiri nini? Anasubiri lango lifunguke ili ulimwengu wa roho uingie kazini kwenye ulimwengu wa mwili, uanze kufanya nini? Kazi ya kupigana vita. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Tunaanza kuelewana eh? Sasa mstari ule anaendelea pale, baada ya kusema nimekuja sasa, Yoshua akainama chini hadi nchi, akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu ananiambia nini mimi mtumishi wake? Baada ya kujua kwamba jemedari wa Bwana yuko pale na ana upanga ulio wazi, akamwambia nimeshuka sasa. Yoshua anamuuliza swali, Bwana wangu anamwambia nini mtumishi wake? Maana yake anasema kuna maagizo gani juu yangu? Si ndio jamani eh? Kanisa la Mungu tumeelewa hapo? Maana yake Joshua anauliza kuna maelekezo gani kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu yaliyoletwa kwa nani? Kwangu. Yaani wewe ambaye ni jemedari wa jeshi la Bwana, unanipa maelekezo gani? Tuko pamoja kanisa la Mungu? Natamani Roho Mtakatifu afumbue ufahamu wa ndani muelewe. Amen. Anasema una maelekezo gani juu yangu? Angalia mstari wa 15 anasema,
Huyo kamanda wa jeshi la Bwana akamwambia Joshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Nukta. Hebu soma yale maneno yanayofuatia matatu pale. 1, 2, 3, go. Joshua akafanya nini? Sasa biashara ikaishia pale. Hamna kitu kingine anachomwambia. Hamna kitu kingine anachomwambia. Hata ukiendelea, kwa sababu mstari ni wa mwisho, hata ukiendelea mlango unaofuata huoni malaika yule kamanda akisema chochote. Mstari unaofuata unaanza kwa kusema basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa. Maana yake mawasiliano yake na yule kamanda yameishia hapo. Maana yake alisema bwana wangu na kuna maelekezo gani? Ninatakiwa nifanye nini? Akamwambia vua viatu vyako miguuni pako. Joshua alipovua, biashara ikaishia hapo. Nini kimetokea? Amefungua lango. Alitii yale maelekezo. Alipovua viatu, manake agano likafanyika. Masharti yametimizwa ya lango la mbinguni kufunguka pale. Kwa jemedari wa vita, wa jemedari wa mbinguni tayari yuko vitani kumpigania Joshua. Hebu tumadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya! Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya! Sema asante Roho Mtakatifu kwa ufunuo wa mambo ya rohoni. Haleluya! Kwa hiyo wewe ukisoma hapa, au kama tulivyokuwa tunasoma siku zote, tunapita tu tunaona ameisha. Lakini asingevua vile viatu, yule jemedari wa jeshi la mbinguni asingemsaidia Joshua kitu chochote, kwa sababu Mungu havunji kanuni. Tuseme kwa mfano Joshua angeambiwa vua viatu vyake, yeye akaamua tu kuondoka akaenda zake, akasema basi, angeenda kushindwa ile vita, kwa sababu angeenda kule peke yake, kwa sababu jeshi la Bwana haliendi naye, hajalifungulia mlango kwa kutii ili madhabahu ifunguke. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Ndio maana watakatifu tunapaswa kutii sana. Mbele ya safari tutakuja kuona kwenye vita vya kiroho lazima kutii sana. Lazima kuwa mtii sana kwenye vita vya kiroho, kwa sababu Mungu anafanya kitu kidogo sana. Unaonaje? Unaomba, umesimama unaomba, Mungu akwambia omba, umelala fudi. Hebu niambie, si unaweza kusema jamani, maombi si ya rohoni? Maombi ni ya wapi jamani? Kwani kuomba, nimesimama kuomba, nimepiga magoti kuomba kifudi si kitu kile kile? Si kitu kile kile. Lakini sasa kama huko na Bwana mnapigana vita, ana sababu yake. Anataka utii wako ili kitu fulani kifanyike. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya! Haya, hiyo ni madhabahu nyingine ya mjongeo. Inafunguka Kristo tu kwa kufungua viatu, kwa kuvua viatu mguuni. Haya, hebu tuingie kwenye madhabahu nyingine ambayo ni ya mjongeo. Kimsingi hii ya Joshua, hii ya kuvua viatu ni madhabahu mpito, kwa sababu ukishavua viatu lango likafunguka, Bwana akaingia kuwapigania vita. Hiyo madhabahu imepita, uwezi kurudi pale kwenye kile kichaka ukasema alivulia viatu hapa, kwa hiyo madhabahu iko hapa, hutaikuta. Haleluya! Ilikuwa ni madhabahu ya mpito. Hebu tuone madhabahu mjongeo sasa. Madhabahu mjongeo ni madhabahu ambayo Mungu anajenga juu ya mtu. Hebu sema juu ya mtu. Anajenga juu ya mtu. Anajenga juu ya mtu, na anaweza akajenga kwenye kichwa chake, anaweza akajenga kwenye nywele zake, lakini iko juu ya yule mtu. Mtu kokote anakoenda, madhabahu iko wapi? Iko wazi. Yule mtu popote anakofika, lango liko wazi la mbinguni. Kokote yule mtu atakapofika, lango liko wazi. Akiwa amesimama hapa, lango limefunguka, atafanya vitu vya kimungu hapa. Akichomoka akaondoka kanda Bohalala, huku lango limeshahama. Fanyeni amoni kitu chote cha kimungu, lango limeshahama, liko Bohalala. Amefika Bohalala, liko wazi, vitu vinaendelea kufanyika Bohalala. Haleluya! Sasa tutaenda kuona mifano kama mitatu. Hebu fungua Waamuzi 13. Tuone lango la kwanza mjongeo. Waamuzi 13.
Kitabu cha Waamuzi. Au kabla tujaenda huko, nitoe utangulizi juu ya ile lango. Nitoe utangulizi kidogo. Ili lango ni lango linaloitwa mnadhiri wa Mungu. Hebu sema mnadhiri wa Mungu. Wanadhiri wa Mungu ni malango ambayo Mungu ameyaweka juu ya mtu. Ni malango ya mbinguni ambayo Mungu anayatumia kushuka na kufanya kazi zake hapa duniani kupitia lango la huyo mtu, kupitia madhabahu ya huyo mtu. Huyo mtu anakuwa ni madhabahu au lango la Mungu la kuingia, kufanya shughuli na kuondoka. Pale ambapo huyo mtu yupo, shughuli ya Mungu inafanyika. Tumeanza kuelewa Sasa nataka tuone sheria hii Mungu aliiweka makusudi. Hebu tuone kwanza mlango wa Hesabu kwanza. Twende Hesabu 6. Nataka kukimbia haraka lakini nikakumbuka ni vizuri niweke msingi kidogo. Hesabu mlango wa 6. Hesabu mlango wa 6 tumefika. Tumefika watumishi wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, tumefika lakini tunaanza mstari wa kwanza. Tumefika. Nasoma. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli, waambie, mwanamume au mwanamke atakapoweka nadhiri maalum, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo. Hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinyweshwe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kokwa hata maganda. 5. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga. Hebu soma hiyo mistari 1, 2, 3 go. Amen. Wembe usimguse kichwani mwake, hata hizo siku zitakapopitiwa timia, ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana. Atakuwa mtakatifu, ataziacha nywele za kichwani mwake ziwe ndefu. 6. Hebu tusome 6 kwa pamoja. 1, 2, 3 go. Asikaribie maiti, manake anaendelea kutakaswa. Ameambiwa wala ya mama yake wala ya baba yake. Mstari wa 7 kiendelea, wala mama yake wala baba yake. Mstari wa 6 unasemaje? Wa 8, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3 go. Yeye ni mtakatifu kwa nani? Kwa Bwana. Na mstari ule wa 2 nilisema pale, anasema nena na watu wa Israeli, waambie, mwanamume au mwanamke atakapoweka nadhiri maalum, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana. Haleluya. Kwa mnadhiri ni mtu aliyewekwa wakfu kwa Bwana. Maana yake nini? Ametengwa kuwa mtakatifu kwa Bwana. Maana yake nini? Amekuwa mali ya Bwana kwa kipindi hicho chote alichotengwa. Bwana amtumie kama chombo ambacho kitakuwa ni madhabahu. Amtumie kama madhabahu. Amtumie kama lango la kuingia na kutoka kwa ajili ya kufanya makusudi yake. Haleluya. Sasa kuna nadhiri wawili. Mnadhiri wa kwanza ni yule ambaye anaruhusiwa. Ninaongelea kwa utaratibu wa Israeli. Wewe hapa usije ukaanzisha hiyo biashara. Haleluya. Sisi tuna utaratibu mwingine ndani ya Kristo. Amen.
kwa utaratibu wa taifa la Israeli wakati huo kwenye Agano la Kale, mtu unaruhusiwa kujitenga na kusema kwa mwezi huu au miezi hii au mwaka huu najitenga kuwa nadhiri, mnadhiri wa Bwana. Kuna ukisoma mpaka pale mwisho, sikotaka kwenda mpaka mwisho kwa sababu lengo sio kuangalia taratibu za kuwa mnadhiri, si ndio Lakini kuna taratibu za kufanya, kuna sadaka ya kutoa, kuna utakaso wa kufanya. Ukishamaliza hizo sadaka, tayari unasema wewe ni mnadhiri. Na siku zote za unadhiri, uembe usipite kichwani mwako, kilevi cha namna yote kisipite, mvinyo wa namna yote usipite, usikaribie uchafu wote, maiti na kama yatakavyokuwa kule. Ukishaenda kwa utaratibu huo, Bwana Yesu asifiwe. Nilisema madhabahu inafunguliwa kwa makubaliano. Ukikubaliana na masharti yaliyowekwa, madhabahu inafanya nini? Inafunguka, inasimama. Kwa hiyo mnadhiri anapofuata masharti yote, maanake Mungu katika ulimwengu wa roho anasema ametimiza masharti na amenipa kibali cha yeye kuwa nini? Lango langu. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Nadhiri akishatimiza lango kuwa lango la Mungu, Mungu anaanza kumtumia kama madhabahu. Popote anakoenda ni madhabahu ya Mungu. Popote anakofika lango la mbinguni limefunga kwake, Mungu amtumia apendavyo. Akikorofisha sharti mojawapo, Mungu anaacha kumtumia kama lango kwa kipindi hicho. Haleluya. Hilo ni moja. Nadhiri mwingine ni mnadhiri ambaye Mungu mwenyewe anamtenga kuwa mnadhiri kupitia wazazi wake. Wazazi wakikubaliana na masharti ya Mungu, huyo akiwa mtoto, Mungu anahesabu kwamba ni agano limepita la huyo mtoto kuwa nani? Madhabahu ya Mungu. Kwa ni mnadhiri wa Mungu toka kuzaliwa. Na anapozaliwa, wazazi wanamwambia masharti yapo tayari. Wewe umeshakuwa lango la Mungu. Umeshakuwa agano la Mungu toka tumboni. Kwa hiyo wewe uembe hautapita kichwani mwako, kinywaji hautakunywa, vitu vyote. Tuko pamoja? Kwa hiyo mnadhiri ni lango. Sasa turudi sasa tuende kule Waamuzi. Niwaambia Waamuzi ngapi? 13. Tuende kule kwa Waamuzi 13 sasa. Tuone mfano wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema hivi: wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka mingapi? 40. Kumbe hatuko pamoja. 2. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora ndio wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Kitu cha ajabu ni kwamba hawa watu wa Mungu hawa huwa wanazaliwa na wamama ambao walinyimwa uzazi. Manadhiri wengi ambao Mungu amewaita kwa manadhiri nilikopita, unakuta ni watoto ambao wamama walikuwa wamenyimwa uzazi. Wanapokuja kumlilia Mungu ni nini, wakati mwingine Mungu anapitisha huko mnadhiri. Haleluya. Sisemi ni kanuni, lakini ninachokiona kwenye maandiko. 3. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa, huzai, lakini utachukua mimba na utamzaa mtoto wa kiume. Basi sasa jihadhari na kuomba. Aisee, malaika anamwambia mwanadamu jihadhari, nafanya nini jamani? Mara ya kwanza kusikia malaika anamwambia mwanadamu na kuomba. Kumbe liko kwenye Biblia bwana. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai. Ambaye anaambiwa asinywe divai nani? Yule mama. Kwa maana akitimiza masharti hayo, amefungua hilo lango. Na hilo lango halifunguki kwake, linapita kwake, linafunguka kwa mtoto aliye wapi? Tumboni. Tuko pamoja Haya. Usinywe kidivai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli
na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mumewe wake akisema, mtu wa Mungu alinijia, basi huko tusiendelee. Unaweza kuja kufuatilia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka ujue, huyu aliyezaliwa hapa anaitwa nani jamani? Samson. Wangapi wanafahamu mambo ya Samson na Delila? Sasa akazaliwa kijana Samson nadhiri toka tumboni, kwa maana mama yake alikubali masharti. Alipopokea masharti ya kutokunywa pombe, kutokufanya nini, kutokuenda kwenye unajisi, Mungu akapokea lile kama ni sharti au agano la kufungua lango kwa mtoto aliye tumboni. Kwa sababu kumbuka, yule mtoto tumboni hana uwezo wa kusikiliza yale ayatimize, ila mzazi wake amefanya kwa niaba yake, na Mungu akalipitisha kwamba ni yule mtoto limefanyika yule mtoto. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mtoto anazaliwa nadhiri, anazaliwa ni madhabahu, anazaliwa lango la mbinguni liko wazi kwake kwa ajili ya Mungu kushuka na kufanya atakavyo. Sasa angalia alichokifanya Samson jamani. Uniambie kama si Mungu alikuwa anafanya mwenyewe. Samson anaenda kwenye mji wa Wafilisti kwa sababu alifanyika lango ili waokoe wana wa Israeli kwa Wafilisti. Mtu mmoja anakuwa mwokozi. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa lango. Mungu akitaka kumtumia mtu mmoja afanye mambo makubwa kupitia maelezo, huyo mtu anamfanya kuwa lango, anamfanya kuwa madhabahu ili ashuke na nguvu zake zote afanye atakavyo. Haleluya. Natoa mifano miwili. Samson yuko kwenye mji wa Wafilisti. Ameenda kule, halafu akiwa mle wakashtuka kwamba Samson yuko kwenye huu mji. Wakasema, sasa tufunge malango yote ya mji asipate mahali pa kutokea, halafu tumkamati. Wakafunga ile milango. Samson alivyotaka kuondoka akasema isiwe taabu, akaenda kwenye lile lango la mji. Naomba mjue kwamba lango la mji ni tofauti na geti la mchungaji pale, si ndio jamani? Lango la mji ni tofauti na geti la mtu nyumbani kwake. Lango la mji linapita mambo yote yanaenda kwenye mji. Kama ni kifaru kinaenda kwenye mji, kinapita hapo. Kama ni meli inapitishwa kwenda kwenye huo mji, inapita hapo. Kwa hiyo lango ni lango la geti la nyumbani. Lilikuwa ni lango linanyanyuka, mavyuma manene linanyanyuka mpaka kule juu, linaenda mpaka huko. Alafu ni lango likubwa kabisa, ni machuma makubwa mazito. Alafu imeshindiliwa huko chini na mazege, lango la mji. Alafu likafunga mageti yake, yani sio hivi vibati wanavyochomelea reti geti ile, ni mavyuma kabisa. Vyuma kabisa, likifungwa geti la mji limefungwa kacha. Akasema isiwe taabu. Mnadhiri wa Bwana akafika pale, akakamata lile geti. Alikamata aje usiniulize tukuomba Roho Mtakatifu atupe video. Akalinyanyua lote, likanyanyuka kwenye mazege kule kwenye kalinyanyua hivi. Alafu usifikiri anadondosha pale, alafu kesho yake waje walinyanyua repe, akaanza kuondoka nalo. Sasa usifikiri anaondoka nalo anaenda sijui kule mjini kule, anapanda ule mlima Voda. Kasome mwenyewe uone. Akapanda nalo mlima Voda mpaka kule kileleni, akaenda kalitupa kule. Akasema kama mna uwezo mje mlishushe wenyewe. Alafu kaenda zake. Nani anafanya hivyo? Ni madhabahu. Bwana anafanya mwenyewe. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Lakini mfano wa pili, ameshabembelezwa na Delila. Ameshabembelezwa, amelazwa hapa. Nimpe siri ya nguvu zako. Hunipendi. Busu kidogo, hunipendi. Akadanganya hivi. Alivyodanganya, nikifunga na kamba mpya. Nini? Nguvu zinaisha. Akamfunga kamba mpya. Baada ya kufunga kaambia Wafilisti, njoni, nimeshagundua siri, nimeshamfunga. Jeshi likaja. Ile amekuja, akafanya tu. Zikakatika kama amefungwa na nyaya na zile nani. Mmeshaona yale nani ya mahindi, zile ndevu za mahindi zile. Ikaa kama amefungwa na ndevu za mahindi zile. Kumbe alikuwa ni makaba mazito mapya yamesukwa. Akayakata.
Akalia tena, nimeshajua hunipendi, usinidanganye hivi. Hana rembua, anafanya nini? Vyovyote alivyofanya bwana, jamaa kaingia kingi. Akasema, bwana, sijawahi kufanya nini? Kunyolewa na wembe. Wembe haujawahi kupita wapi? Kichwani mwangu. Ukininyoa nguvu zinaniishia. Amelazwa hapa, mabusu mawili matatu, anakoroma. Wembe ukachukuliwa. Zikanyolewa. Baada ya kunyolewa, akamwambia, njoni nimegundua tayari. Wakaja. Mka usingizini, anawaza nitafanya kama zamani. Anafanya hivi, ni nguvu za kibinadamu ziko pale, wakakamata, beba. Kwa nini? Sharti la unadhiri limefanya nini? Limeondolewa. Wakaenda wakamfunga, kwa sababu alikuwa na misuli pia, wakaanza kumzungusha, aanze kusaga nafaka kwa kuzungusha ile jiwe. Sasa wakampeleka kwenye lijumba likubwa la maonyesho, anasaga kule na wamemtoboa mpaka macho. Halafu wanaanza kwenda, watu wanalipa viingilio kwenda kumtazama. Njoo muangalie Samson yule aliyetutesa namna hiyo, tumemkomoa macho, tukaliangalia kama maonyesho. Watu wanalipa mpaka pesa kwenda kumwangalia, ni starehe. Ni ukumbi moja likubwa kabisa, alafu limejengwa na manguzo manene. Lakini ukumbi hilo lilikuwa kuna nguzo mbili katika, ambazo ndio kama linashikilia ukumbi wote. Pamoja na kwamba kuna nguzo zingine hapo pembeni. Wamemfunga kwenye akaa yuko pale. Alafu kuna kijana mmoja ambaye kama anamuongoza sasa, amgeuzie anavyotaka, watu wanavyotaka ageuzie. Hebu mgeuzie huku. Anageuza, wanaangalia, wanafurahi. Haya. Sasa siku wakaalika, kulikuwa na sherehe fulani. Ukumbi ule ukaja kabisa. Wanamcheka, wanafurahi, wanakunywa huko, wanamcheka. Sasa kumbe bwana, siku zilivyokuwa zinapita, zile nywele zinafanya nini? Zinaota. Kumbe nadhiri wa Mungu akikosea akanyoa nywele, kweli Mungu hatamtumia kama madhabahu, kwa sababu sharti limevunjika. Nywele zikiota, sharti linarudi, kwa sababu nywele zinaonekana. Kwa hiyo madhabahu inarudi, lango linakuwa wazi. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Kwa zilipoota, lango likawa wazi, Mungu akarudi. Naye akahisi, naomba sasa angalau nifidiwe macho niliyopoteza. Yaani akaomba kibinadamu hivyo, naomba tu niruhusu nifidie ya macho niliyopoteza, nirudishiwe hizo nguvu, ni kwa komoa ya watu. Basi kwa sababu nywele zilisharudi, Mungu havunji sheria, havunji utaratibu wake, kwa hiyo akamrudishia zile nguvu, kwa sababu nywele zipo. Basi yuko pale, wanamchezea kama kawaida, akatesti mitambo, akajua zipo. Akamwambia ile kijana, hebu niongoze, unipeleke kwenye ile nguzo kubwa zinazoshikilia hili jengo lote. Yule kijana hajui kinachoendelea, kama ongoza, twende. Anaenda kipofu, twende. Akamfikisha, akamwambia ziko hapa. Akamwambia ya kushoto iko wapi? Kama hiyo iko. Fanya hivi, kaiona. Wale kule wanacheka, sema anafanya vituko. Haya. Ya upande mwingine iko wapi? Kama iko huko. Kafanya hivi, kaishika. Alivyozishika zote, akamwambia asante, hata ukiondoka sawa tu. Akafanya mazoezi ya ndani, akaanza wakamba, angalia anavyotuchekesha. Kavuta zile nguzo vile, zianza kuvuta na kingo. Unajua kweli ile wengine wanaanza kushtuka, wa mke wapi, kwisha ameshashusha jengo lote. Wakasema siku hiyo aliua watu wengi kuliko wote alioua kipindi chote cha utumishi wake. Hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Muda umefika, lakini naomba nimalize hii mifano miwili iliyobaki, alafu ili kesho tuanzie papia. Mfano mwingine tena, hii mingine ni mizuri kweli. Hebu twende kitabu cha Samueli mlango wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Nitataka hii msome wenyewe. Mstari wa 11 naomba msome.
1 2 3 go. Hatujafika. 1 2 3 go. Wala wembe hautafanya nini? Haleluya. Huyu ni Ana, mama ambaye alikuwa tasa muda mrefu, akamlilia Mungu. Ukitaka soma mlango wote huo utaona, sitaki kuingia hapo kwa sababu muda, lakini akamuomba Mungu kwamba ampe mtoto naye amtoe awe sadaka, awe mnadhiri. Na Mungu akamsikiliza, akampa mtoto wa kiume, akamuita Samueli, na wembe hakupita kichwani mwake kwa kuandama utaratibu wa nadhiri. Kwa hiyo yule Samueli akawa nani? Nadhiri kwa Bwana. Kwa Samueli alikuwa mnadhiri. Haleluya. Yes, hapo maana madhabahu ya Mungu ilikuwa inatembea na yeye. Hapo nimeondoka kwa ajili ya muda, naenda mfano wa mwisho tumalizie hapo leo. Hebu twende Luka. Kwa mara ya kwanza tunapata mfano kutoka Agano Jipya jamani. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Hebu twende Luka mlango wa kwanza. Wengine wameshaanza kuhisi huyo mnadhiri eti. Cheza na watumishi wa Mungu nao soma Biblia hapo. Sasa sije nitakuwa na ruka. Naanzia mstari wa 5. Mstari wa 5. Zamani za Herode mfalme wa Yudea, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa kikundi cha ukuhani cha Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiishi katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana nini? Mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Naona ni watatu huyu, tunaona mama alikuwa tasa Haya. Sisemi ni kanuni, lakini nasema ndio kitu naona huko sasa. Sasa basi ikiwa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani wakati wa zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalo la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu yalikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukiza. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto wa kiume, na jina lake utamwita nani? Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. 15. Hebu tusome kwa pamoja, 1 2 3 go. Hebu tuanze wote, kuna ambao hawasomi. 1 2 3 go. Haleluya. Hizi sifa zinaonyesha huyu mtoto ni mtoto wa namna gani? Mnadhiri. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaweka mnadhiri kwenye tumbo la Elisabeti.
Lakini kuna sifa nyingine amesema atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mama wake. Tutaenda kuona anajazwaje. Mstari wa 17 nasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwalekee watoto na kuwatia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotayarishwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tumeshaona kwamba Yohana Mbatizaji anazaliwa ni nani? Ni mnadhiri, kwa sababu mke wake ameambiwa asinywe kileo, na hata huyo mtoto atakapozaliwa pia hata kunywa kileo. Tumeona hapa anasema kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa. Kwa hiyo ni masharti ya huyu mtoto. Tuko pamoja Sasa nataka tuone alivyojazwa Roho Mtakatifu. Na tutaona lango lingine tena. Haya lango 26, mstari wa 26. Mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka katika mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa ukoo wa Daudi. Na jina lake bikira huyo ni nani? Mariamu. Akaingia nyumbani mwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, maana Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Haleluya. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto wa kiume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa Bwana. 38. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akafanya nini? Akaondoka zake. Sasa kwa watu ambao wameshaanza kuelimika juu ya utaratibu wa Mungu kufungua madhabahu na lango, mtaelewa kilichofanyika hapa. Mungu alichokuwa anataka kumwambia Mariamu ni kwamba nahitaji kutumia tumbo lako. Nahitaji kutumia tumbo lako. Niingize huko mbegu yangu, nizae mwana wangu wa pekee. Kwa hiyo nahitaji, mimi ni Mungu, niko kwenye ulimwengu wa roho, uko kwenye ulimwengu wa mwili. Nahitaji kibali cha mimi kuweza kutoka kwenye ulimwengu wa roho nije niweke mtoto ndani ya tumbo lako, azaliwe mtoto wangu. Haleluya. Kwa hicho kibali tumeambiwa kinatolewa. Kibali hicho kinatolewa kwa njia gani? Kibali hicho kinaitwa nini? Kinaitwa madhabahu. Kwa hiyo anahitajika Mariamu atoe hicho kibali cha madhabahu kufanyika katika tumbo lake. Kwa lugha nyingine, tumbo la Mariamu linaenda kuwa madhabahu kama akikubaliana na Mungu. Haleluya. Linaenda kuwa madhabahu kama linaenda kuwa lango
la ufalme wa mbinguni. Linaenda kwa lango litakalofunguka kwa Mungu, alafu Mungu afanye anachokitaka kwenye tumbo la Mariamu na kwenye maisha ya Mariamu mpaka kamilishe alichokikusudia. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Na sasa akauliza maswali, akaelekezwa itakavyokuwa, na baadaye akakubali, akasema mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe hivyo kama ulivyofanya nini, uliosema. Lile likawa ndio agano la madhabahu kuanzishwa. Madhabahu ikaanzishwa katika tumbo la Mariamu, na Mungu akaja kwa Roho Mtakatifu kwa kuweka mtoto wake kule. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Sasa kwa sababu tumbo la Mariamu limeshakuwa ni madhabahu, limeshakuwa ni lango la mbinguni, liko wazi, yani Mungu anashuka na kupanda apendavyo kwenye lango kwenye tumbo la Mariamu. Uangalie kitu kilichotokea. Tuko pamoja Tuangalie kitu kilichotokea. Tunaendelea ili muone kilichotokea. Nitakuwa na ruka. Mstari wa 39 unasema basi Mariamu akaondoka siku hizo, maana yake ameshakubali, tumbo limekuwa lango na mtoto ameshaingia saa ile ile alivyosema, na hivyo mimba imeshatungwa naye ni lango. Basi Mariamu akaondoka siku zile, akaenda hadi katika nchi yenye milima haraka mpaka mji mmoja wa Yudea. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia nani? Elisabeti. Ambaye Elisabeti ana mimba ya nani? Ambaye Yohana ni nani? Ana sifa gani? Ni mnadhiri wa Mungu, ambaye ameahidiwa atajazwa Roho Mtakatifu tokea wapi? Tumboni. Haya tuone. 41. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Sasa nataka tuelewe neno hapa. Mariamu ameenda kwa sababu, kumbuka tumesema kwamba mtu akisha kuwa ni madhabahu, manake Mungu ana lango la kuingia na kutoka kwenye hiyo madhabahu bila hata huyo mtu kumuita Mungu. Tuko pamoja Kwa hiyo sasa Mariamu ameenda, ni lango tayari, ni lango la mbinguni. Madhabahu imebeba mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni lango, na Mungu ameshasema nitamjaza huyu mtoto nadhiri tumboni, nitamjaza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mariamu ameenda, ile amefika pale na amebidishwa na Roho Mtakatifu kwenda kumsalimia. Sasa amefika pale, amemwamkia tu, ile salamu ya kumwamkia, kwa sababu ni lango. Ile sauti ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa sababu sifa moja ambayo tunatakiwa tuijue ni kwamba mtu akishafanyika madhabahu, kila kiungo chake kinakuwa cha Mungu, kwa sababu amefanyika madhabahu. Mikono ni ya Mungu, sauti ni ya Mungu, kila kitu ni cha Mungu. Kwa alipomwamkia, ile sauti ni sauti ya Mungu. Ilipofika kwenye tumbo la Mariamu, Mungu akamjaza yule mtoto Roho Mtakatifu. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Katika tumbo la nani? La Elisabeth samani. Kwa hiyo akasema kwamba akasema Roho Mtakatifu akapaza sauti kwa nguvu, akasema ubarikiwe wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Limetokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Kumbuka Elisabeth hajajua kwamba Mariamu ni mjamzito, si ndio? Kwa hiyo hili analisema kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ameshajazwa Roho Mtakatifu. Kumbuka somo lililopita la kutabiri, si ndio? Ameshajazwa Roho Mtakatifu, anatabiri sasa. Katika utabiri tayari ameshatabiri una mimba ya Bwana wangu. Haleluya. Mstari wa 44. Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kashangwe ndani ya tumbo langu, kwa sababu kilijazwa Roho Mtakatifu kikaruka. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Kwa hiyo kwa leo naomba nimalizie hapa kwa haya ambayo tumeyapata. Ni mambo ambayo ni ya kwenda kutafakari,
ni ya muhimu sana kwa sisi wakati tunapojiandaa kupiga vita vya kiroho, kujua Mungu anavyotenda kazi na madhabahu. Tunaanza kuja kuona sasa, kumbe utaratibu wa Mungu wa kufanya jambo ni madhabahu iliyo hai, ni madhabahu iliyo hai ya kimungu. Kwa madhabahu wewe kama madhabahu, ujue sasa wajibu wako kwa madhabahu yako, ili Mungu atende kazi kupitia wewe na kuzunguka wewe, ni madhabahu yako kuwa hai na moto na waka. Inakuwaje hai na kuwaka? Hilo ni somo ambalo tutaliongea na naamini kesho kwa neema ya Mungu. Kwa sababu leo naona mambo mengi tumeyafikia. Haleluya. Na kesho tukiongea hilo, ina maana kesho kutwa tuko tayari kuingia kazini, kwenye kazi za maombi, za kufanya shughuli kwa kutumia madhabahu zetu ambazo ziko moto. Hebu tumaadhimishe tena Mungu. Haleluya.